Mpendwa mfuatiliaji wa kipindi chetu cha Mbiu ya Heri, karibu sana siku hii ya leo ambapo pamoja nami Frate Marco Melchior Lieperu kutoka Jimbo Katoliki la Mahenge ninayesoma masomo yangu ya teolojia katika seminari hii kuu ya kitaifa ya Familia Takatifu iliyopo hapa katika Jimbo Katoliki la Kahama. Nipende sana kukukaribisha hasa katika mada yetu ya leo ambayo inajulikana kama mapaji 7 ya Roho Mtakatifu katika maandiko matakatifu. Basi kabla sijaendelea na kipindi chetu, niwakaribishe tuweze kufungua kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Watakatifu wote wa Mungu, mtuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Ndugu zangu, karibuni sana katika kipindi chetu. Kama nilivyokwisha tangulia kusema, kinakujia kwa jina la Mbiu ya Heri. Lakini siku hii ya leo kwa namna ya pekee kabisa tutaona mada yetu inayohusu mapaji 7 ya Roho Mtakatifu katika maandiko matakatifu. Basi walau kwa ufupi, mara nyingi wengi huwa tunasikia kuhusu swala la mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Lakini basi kimsingi naamini wengi wetu hatujui hayo mapaji 7 ya Roho Mtakatifu katika maandiko matakatifu, katika Agano la Kale na Agano Jipya yanapatikana sehemu gani. Lakini hata hayo mafundisho yanayohusu hayo mapaji 7 ya Roho Mtakatifu ndani ya Kanisa Katoliki, chimbuko lake limetoka wapi? Lakini kwa namna ya pekee maana zake hayo mapaji 7 ya Roho Mtakatifu, lakini hata pia yana kazi gani katika maisha ya Mkristo? Basi mpendwa mfuatiliaji wa kipindi chetu, katika mafundisho ya Kanisa Katoliki, Roho Mtakatifu ndiye chanzo cha uzima wa kiroho na ufanisi wa neema katika waamini. Hivyo basi mapaji 7 ya Roho Mtakatifu ni alama ya uwepo wa neema hizi za kipekee ambazo humsaidia Mkristo kuishi katika ushirika wa kweli na Mungu na kuwa shahidi wa Kristo duniani. Mafundisho haya yana mizizi yake katika maandiko matakatifu na yanafafanuliwa katika mapokeo ya kanisa na teolojia ya mababa wa kanisa. Ndugu zangu, Roho Mtakatifu anaonekana sehemu mbalimbali, tukiangazia Agano la Kale, lakini pia hata tukiangazia Agano Jipya. Tuanze kuangazia Agano la Kale. Tunaona kabisa Roho Mtakatifu tukisoma katika kile kitabu cha kwanza cha Samueli, ile sura ya 10 aya ya 6 na ile aya ya 10, lakini pia hata katika kitabu cha kwanza cha Wafalme, ile sura ya 19 aya ya 11 hadi aya ya 12, tunaona masimulizi mbalimbali yanayomhusu Roho Mtakatifu. Lakini walau kwa ufupi, tunaona kwamba Roho Mtakatifu alihusiana na watu maalum na kwa madhumuni ya kazi maalum kama vile nabii, mfalme na kiongozi wa dini. Na ndio maana katika hicho kipande nilichotaja, hicho kitabu cha kwanza cha Samueli, hiyo sura ya 10 aya 6 na ile aya ya 10, tunaona yale masimulizi ya Samueli anapoenda kumtia mafuta Sauli. Tunaona wazi kwamba Sauli alimpokea Roho Mtakatifu, na mara baada ya kumpokea Roho Mtakatifu aliungana sasa na wengine ambao walikuwa wanafanya hiyo kazi ya kuifanya hiyo huduma waliopewa ya kulitangaza neno la Mungu, kama manabii, kama wafalme na kama viongozi wa kidini. Lakini pia huyo Roho Mtakatifu alihusiana na utendaji wa kazi za Mungu kwa ujumla, akihifadhi uadilifu wa Mungu na kuleta uongozi wa kiroho kwa watu wa Israeli. Ndugu zangu, Roho Mtakatifu pia alihusiana na watu kwa njia ya kipekee, kama akimpa nabii ufunuo, akimpa nabii nguvu au ujasiri wa kuhubiri. Mfano mzuri tunauona kutoka kwa nabii Yona,
lakini pia na Elia, na kwa namna ya pekee Elisha. Katika Agano la Kale pia tunaona wazi kwamba huyo Roho Mtakatifu ndiye ambaye ameonekana mwenye kuleta au ndiye chanzo cha nguvu. Roho Mtakatifu alihusika katika kuleta nguvu na ujasiri kwa wafalme, na mifano mizuri ni kama vile Mfalme Daudi ambaye alipewa uwezo wa kuongoza na hekima ya uadilifu. Basi haya ni mapitio machache ambayo yanapatikana kutoka Agano la Kale. Hebu sasa turejee katika Agano Jipya. Roho Mtakatifu anaonekana wapi na utendaji wake tunauona vipi? Basi huyo Roho Mtakatifu katika Agano Jipya anatazamwa katika mitazamo mbalimbali. Kwa namna ya kwanza kabisa tunaweza tukaona huyo Roho Mtakatifu alihusika kwa kiasi kikubwa sana katika kuanzisha kanisa jipya, lakini kwa kuwasilisha nguvu kwa mitume na waumini kupitia ule mkesha wa Pentekoste. Wengi ninapotaja mkesha wa Pentekoste sio kitu kigeni kwenu. Unaposoma kile kitabu chetu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 2, unaona namna Roho Mtakatifu alivyotenda kazi hiyo siku ya Pentekoste, alivyowajia mitume na kuwatia nguvu. Lakini huyo Roho Mtakatifu, mpendwa mfuatiliaji wa kipindi chetu, ndiye ambaye anatoa vipawa mbalimbali. Roho Mtakatifu anampa Mkristo vipawa vya kiroho ili kufanya huduma ya kujenga mwili wa Kristo. Na ukitaka kupata maelezo zaidi kuhusu hilo, unaweza ukaenda kusoma ule waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto, ile sura ya 12 aya ya 4 mpaka aya ya 11. Roho Mtakatifu haishi hapo, lakini tunaona watu mbalimbali wanapata uongofu. Huo uongofu mara nyingi unatokea kutokana na huo msaada wa Roho Mtakatifu. Ndiye anahimiza uadilifu na kuleta uhusiano wa karibu na Mungu kwa waumini, na ndio maana mtu anapopata huo ukaribu anapata hiyo nguvu ya kuongoka na kumrudia Mungu wake. Mpendwa mfuatiliaji wa kipindi chetu, huyo Roho Mtakatifu haishii tu kufanya hao waumini kuwa na uhusiano wa karibu na Mungu na kuwapa nguvu, amani na uongofu wa ndani, lakini huyo Roho Mtakatifu katika ujumla wake. Sasa tunaweza tukasema kwamba tuchukue Agano la Kale pamoja na Agano Jipya, walau tumuelezee huyo Roho Mtakatifu katika ujumla wake. Roho Mtakatifu alihusika kwa njia tofauti katika Agano la Kale na katika Agano Jipya, akifanya kazi kwa njia maalum na kwa watu wa wakati huo. Lakini katika Agano Jipya, Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa nguvu kubwa ndani ya waumini wote ili kuleta uongofu, ufanisi wa huduma na uhusiano wa karibu na Mungu. Kwa hiyo ndugu zangu, tunaona walau kwa ufupi, haya ndiyo maelezo ambayo yanamgusa Roho Mtakatifu tukitazama kutoka Agano la Kale, lakini pia kutoka Agano Jipya. Sasa wengi tunajiuliza, labda haya mafundisho ya haya mapaji saba ya Roho Mtakatifu yalitoka wapi? Hebu sasa tuangaze na tuone chimbuko la hayo mafundisho. Mpaka sasa tunapata kufundisha kwamba tunayo hayo mapaji saba ya Roho Mtakatifu. Ndugu zangu na wapendwa wafuatiliaji wa kipindi chetu, chimbuko la mafundisho hayo yanayohusu mapaji saba ya Roho Mtakatifu yanapatikana katika kitabu cha Nabii Isaya, ile sura ya 11 aya ya kwanza hadi aya ya 3. Ukiingia kwenye hicho kitabu cha Nabii Isaya, katika hayo maeneo na yataja, tunasoma chipukizi litachipuka katika shina la Yese na tawi litamea katika mizizi yake. Roho ya Bwana atakaa juu yake, roho ya hekima na ufahamu, roho wa shauri na nguvu, roho wa maarifa na kumcha Bwana. Unabii huu ambao umetolewa na Nabii Isaya unatimilika katika Injili ya Luka, ile sura ya 4 aya 18 mpaka 21. Ukienda kuangaza katika hiyo Injili ya Luka, haya maeneo niliyotaja, tunasoma hivi: Roho wa Bwana yu juu yangu, kwa maana amenitia mafuta. Kwa hiyo Kristo mwenyewe sasa anamalizia kwa kusema, leo maandiko haya yametimia masikioni mwenu. Hiyo ndiyo kusema kwamba kile alichokitabiri Nabii Isaya kinapata kutimilika kwa Kristo mwenyewe. Lakini pia tukiangaza katika Injili ya Yohana, ile sura ya kwanza aya 32 mpaka aya ya 33, tunaona Yohana alishuhudia akisema, nilimwona Roho akishuka kutoka mbinguni kama hua,
naye akakaa juu yake. Hapo Yohana anajaribu kumzungumzia huyo Roho, katika maana kwamba yule ambaye utaona Roho akishuka na kukaa juu yake, huyo ndiye abatizaye kwa Roho Mtakatifu. Hapa anamtaja Kristo mwenyewe, kwani yeye Yohana alikuwa tu akibatiza kwa ule ubatizo wa toba, lakini Kristo mwenyewe ndiye anayetubatiza kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Kanisa Katoliki linafundisha na linaendelea kutufundisha kuwa maneno haya ambayo yametolewa kutoka kwa utabiri wa nabii Isaya yanatimia kwa ukamilifu wake wote kwa Kristo mwenyewe, na kwa njia yake kwa wale wanaopokea Roho Mtakatifu kupitia ubatizo na kipaimara wanapokea hayo mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Mapaji hayo 7 ya Roho Mtakatifu yapo ndani ya Kristo kwa ukamilifu wote, na ndio maana sasa Kristo anawapa watu wengine Roho Mtakatifu. Ukisoma katika ile Injili ya Yohane, ile sura ya 20 aya 22 na kuendelea, tunasoma hivi: naye alipokwisha kusema hayo, akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Hivyo basi, kwa kusema hivi, mitume pamoja na watu wengine wote, kwa haya maneno ambayo aliyasema Kristo mwenyewe katika hiyo Injili ya Yohane ile sura ya 20 aya 22, tunapata kupokea mapaji haya yote 7. Sasa tuangaze kidogo katika katekisimu ya Kanisa Katoliki, ile namba ya 1831. Hapo ndipo tunaona yanatajwa hayo mapaji 7 ya Roho Mtakatifu. Yawezekana wengine hatuyajui yote, tunalijua moja au tunayajua mawili. Basi walau niwatajie kwa yale ambayo tukamesahaulika, walau tuweze kuyatambua. Mapaji hayo ni hekima, akili, shauri, nguvu, elimu, ibada na uchaji wa Mungu. Sasa tumekwisha yajua hayo mapaji. Hebu tuangaze tuone haya mapaji yana maana gani? Lakini pia yana kazi gani? Na mwisho kabisa katika hitimisho letu tutaona, je, tutamtambuaje mtu na kusema kwamba huyo mtu ameweza kuyapokea hayo mapaji 7 ya Roho Mtakatifu? Basi mpendwa mfuatiliaji wa kipindi chetu, naomba tuanze na paji letu la kwanza. Paji letu la kwanza linaitwa hekima, na kwa lugha ya kanisa, yaani lugha ya Kilatini, linaitwa sapiensia. Mpendwa mfuatiliaji wa kipindi chetu, hekima ni paji linalomwezesha Mkristo kuonja na kupenda mambo ya Mungu kuliko mambo ya dunia. Paji hilo linampa pia huyo Mkristo uwezo wa kutazama vitu kwa jicho la kimungu, yaani kuona mema na mabaya kwa mwanga wa milele. Kumbe ndugu zangu, paji la hekima ndilo linatusaidia sisi kuamua na kuona kwamba hapana, hiki kitu ni kibaya, hiki kitu ni kizuri, na kwa namna hiyo au kwa mantiki hiyo natakiwa nikichague hiki na niachane na hiki. Sasa hilo paji la hekima ambalo kwa jina lingine tumeliita sapiensia, je, lina kazi gani kwa Mkristo ambaye ameweza kulipokea hilo paji? Basi mpendwa mfuatiliaji wa kipindi chetu, paji la hekima linatoa upendo wa kweli kwa Mungu na mambo ya kimungu. Hiyo tunaisoma hata Mtakatifu Agustino mwenyewe amesema kwamba hekima ni upendo wa Mungu uliopangwa vizuri. Lakini tukiachana na kazi hiyo, paji la hekima linaweka moyo katika amani na usawa, mbali na tamaa za kidunia. Wapendwa wafuatiliaji kipindi chetu, tunapaswa tufahamu kwamba kuna muda ambao tunakuwa na mambo mengi, na katika hayo mambo tunashindwa sasa kuchagua na kupata ile chaguzi ambayo tunasema ni chaguzi sahihi. Na hiyo ni kwa sababu mambo ya kidunia yanatuvuta sana. Kwa hiyo tunachagua mambo ya kidunia na kuona kwamba haya ndiyo mambo yanayotufaa. Lakini basi kimsingi kupitia ile paji la hekima tunaweza kujua kwamba hiki tunachokichagua sio sahihi na hiki tunachokichagua ndicho sahihi. Lakini mwisho kabisa ndugu zangu, hilo paji la hekima linatoa mwanga wa kufanya maamuzi ya kiroho kwa busara. Yawezekana kuna muda tunakosea, lakini hatujui kwamba tumekosea. Lakini kupitia ile paji la hekima ndilo ambalo linatuongoza kwamba ndugu yangu, hapa sasa umeenda nje na misingi ya Kikristo. Chukua busara ya kiroho. Busara gani? Kwa mfano kama vile kujipatia maungamo, kuomba msamaha,
kwa kufanya hivyo basi inaonekana wazi kwamba hilo paji la Roho Mtakatifu la hekima linafanya kazi ndani ya huyo mtu. Basi walau haya ni maelezo mafupi, tumeweza kuona maana yake, lakini hata hizo kazi za hilo paji la hekima, nikukaribishe mpendwa mfuatiliaji wa kipindi chetu, tulione paji letu la pili ambalo wengi tunaliita paji la akili, lakini pia linajulikana pia kama ufahamu. Na kama nilivyokwisha tangulia kusema, sisi kama kanisa lugha ya Kilatini tunaitumia sana. Hivyo basi kwa lugha ya Kilatini hilo paji la akili au ufahamu linaitwa intellectus. Paji hili linamsaidia Mkristo kuelewa mafumbo ya imani na maana ya neno la Mungu. Kama tunavyosoma katika Injili ya Luka ile sura ya 24 aya ya 45. Yesu akawafunulia akili zao, yaani ufahamu, wapate kuelewa maandiko. Mtume Yohana anasema, Mwana wa Mungu ametupa akili ili tumjue yeye aliye wa kweli. Uende ukasome katika ule waraka wa kwanza wa Mtume Yohane ile sura ya 5 aya ya 20, utapata maelezo zaidi kuhusu hilo paji la akili. Lakini kwa namna ya pekee ni haya maneno niliweza kuyasoma kwamba Mwana wa Mungu ametupa akili ili tumjue yeye aliye wa kweli. Inawezekana hatujui katika chaguzi zetu kipi ni cha kweli na kipi sio cha kweli, lakini basi huyo Mwana wa Mungu ambaye ni Yesu ametupa hilo paji tuweze kujua kwamba hiki ndicho cha kweli na hiki sio cha kweli. Mpendwa mfuatiliaji, najua wazi kwamba sasa unatamani sana kupata kujua sasa, je, hilo paji la akili lina kazi gani kwa Mkristo mbatizwa? Ndugu zangu, hilo paji la akili linatusaidia kuelewa maandiko matakatifu na mafundisho ya kanisa. Hilo linasisitizwa na mwinjili Luka kwenye ile sura 24 aya ya 45. Tunasoma, kisha akawafunulia akili zao wapate kuelewa maandiko. Lakini pia hilo paji la akili linatoa mwanga wa kutambua maana na matukio ya maisha kwa mwanga wa imani. Na mwisho kabisa, linakuza tafakari na sala za ndani. Kwa lugha ya Kiingereza inaitwa contemplation. Ndugu yangu, kupitia hilo paji la akili au ufahamu, mtu anapata nguvu, mtu anapata uwezo wa kuingia na kufanya tafakari ya ndani na kuweza kutambua wazi ndani yake kwamba je, ni kipi ambacho kwake kinakuwa ni kama giza na kinamfanya ashindwe kuendelea kiroho, lakini kipi ndani yake mwanga kinaonekana kama mwanga na kinamfanya aweze kuendelea kiroho. Na kwa kutambua hivyo kwamba hiki ndicho kinachofifisha huo mwanga ndani yangu, basi ataweza kuenenda kadiri inavyotakiwa, ataenenda kama vile mafundisho ya kanisa letu, kanisa Katoliki, yanavyomtaka apate kuenenda. Basi walau haya ndiyo mapaji mawili tuweza kuyaona. Basi naomba tuone hilo paji la tatu. Paji la tatu linaitwa paji la shauri, na kwa lugha ya Kilatini linaitwa consilium. Wapendwa wafuatiliaji wa kipindi chetu, hilo paji la shauri ni paji ambalo linamsaidia mtu kutoa maamuzi sahihi. Yawezekana kuna muda tunashindwa kufanya maamuzi sahihi kutokana na kukosa hilo paji la shauri, lakini sasa kwa kulipokea hilo paji la shauri kutoka kwa Roho Mtakatifu tunaweza sasa kufanya maamuzi sahihi, hasa katika hali ngumu, kulingana na mapenzi ya Mungu mwenyewe. Lakini hilo paji la shauri ndilo linalotusaidia kuchagua kwa hekima jambo jema katika hali ngumu. Mwisho kabisa, paji la shauri ni sauti ya Mungu inayotuongoza katika maamuzi ya maadili. Yawezekana wengi tunashindwa kufanya maamuzi ambayo yanajikita katika misingi ya maadili, lakini unapokuwa na hilo paji la shauri ndipo unapata nguvu, unapata huu uwezo wa kufanya maamuzi ambayo ndani yake kwa kweli yana maadili, na sio maadili tu, maadili ambayo mara nyingi yanaongelewa na kusisitizwa na kanisa Katoliki. Haya, mpendwa mfuatiliaji wa kipindi chetu, hilo paji la shauri lina kazi mbalimbali, na kazi ya kwanza kabisa ni hiyo kwamba linampa mtu mwongozo katika kuchagua mema na kuepuka mabaya. Wapendwa wafuatiliaji, ni dhahiri na ni wazi kwamba wengi tunashindwa kutofautisha kati ya jambo jema na jambo baya.
na tunashindwa kufanya hivyo ni kwa sababu tumekosa hilo paji la shauri. Lakini kwa kupata hilo paji la shauri, mtu anapata ule uwezo, anapata ile nguvu ya kuamua kutoka ndani kabisa ya moyo wake na kusema kwamba hapana, hiki kitu ni kitu kibaya na hiki kitu ni kitu chema. Kwa hiyo hicho kitu kibaya kinatakiwa kizuiliwe au kisifanyike, na hicho kitu chema ndicho kinachotakiwa kipewe kipaumbele au kinatakiwa kifanyike. Kazi ya pili ya hilo paji la shauri, linawasaidia viongozi wa kiroho kutoa ushauri kwa wale wanaowalea kiroho. Ndugu zangu, kama huna paji la shauri, huwezi ukamshauri mtu na kumwambia kwamba hiki kitu ndicho kinachotakiwa kufanyika, hiki kitu hakitakiwi kufanyika. Kwa hiyo kwa kupata hilo paji, huyo kiongozi wa kiroho anapata huo uwezo, anapata hiyo nguvu, lakini pia anapata hayo mamlaka ya moja kwa moja kukaripia katika yale mambo ambayo hayaendani na misingi na maadili ya Kanisa Katoliki, na kutia moyo au shime kwa yale mambo ambayo kwa kweli yanaendana na misingi au maadili ya Kanisa Katoliki. Hilo paji la shauri pia linatoa ujasiri wa kufanya mapenzi ya Mungu. Mtasema labda ni maneno yangu, lakini walau niwahakikishie hilo kutoka kwa Mtakatifu Tomaso wa Aquino, ambaye anasema shauri ni mwanga wa Mungu kwa akili ya mwanadamu katika jambo la kutenda. Kumbe ndugu zangu, katika kutenda, shauri ni mwanga au shauri ni zawadi ambayo inatoka kwa Mungu mwenyewe. Na ndio maana ukiwa na hilo paji la shauri, unapata ule ujasiri wa kuyafanya mapenzi ya Mungu pasipo kuogopa kitu chochote. Na kama ni katika kukemea, utaweza kukemea kwa sababu unaona wazi kwamba sasa hapa nakemea kwa sababu sio kitu ambacho kimetoka kwangu mwenyewe, lakini basi Mungu mwenyewe na misingi ya Kanisa Katoliki hayataki kitu kama hiki. Ndugu zangu na wapendwa wafuatiliaji wa kipindi chetu, niwakaribishe tuweze kuona paji la 4 ambalo linaitwa paji la nguvu, na kwa lugha ya Kilatini paji la nguvu linaitwa fortitudo. Ni paji ambalo kwa kweli linamtia mtu ujasiri wa kushinda hofu na kuweza kuishikilia imani hata katika mateso. Naomba nisisitize hapa, kuishikilia imani hata katika mateso. Kimsingi wengi wetu tunapokumbana na changamoto mbalimbali katika mateso au katika dhoruba yoyote, ndugu zangu, huwa mara nyingi tunakumbwa na kitu kinachoitwa kukata tamaa. Lakini kwa kupokea paji la nguvu, basi katika hali yoyote ile, katika hali ya mateso, katika hali ya dhoruba, mtu anaweza kubaki kuwa jasiri. Na muda mwingine pia hata katika madhulumu ndani ya Kanisa Katoliki, kama mtu ameweza kupata hilo paji la nguvu, basi anaweza kusimama katika imani yake na kuitetea hiyo imani yake ya Kikristo. Ndugu zangu, tunapopokea hili paji, tunajazwa nguvu ya Roho. Hicho ndicho tunachokiona katika kitabu cha Nabii Mika, ambaye anasema, lakini mimi nimejazwa nguvu na Roho wa Bwana. Tukasome hicho kitabu cha Nabii Mika, ile sura ya 3 aya ya 8. Lakini sio kwa Nabii Mika pia tunaona mitume siku ya Pentekoste walijazwa Roho Mtakatifu, wakahubiri neno la Mungu kwa ujasiri. Wakahubiri neno la Mungu kwa ujasiri. Hiyo ni kuonyesha wazi kwamba Roho Mtakatifu anapoingia ndani yako, anakupatia ujasiri wa kufanya kitu ambacho kimsingi kwa nguvu zetu au kwa nguvu zako binafsi usingeweza kufanya hicho kitu. Na hao mitume waliweza kufanya hivyo. Tunaweza tukaiona hiyo katika kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 4 aya 31, namna ambavyo mitume walipata kulitangaza neno la Mungu kwa ujasiri, sio kwa nguvu zao, lakini Roho Mtakatifu aliwashukia na kukaa juu yao kwa mfano wa ndimi za moto. Mtume Paulo anamwambia Timotheo, Mungu hakutupa roho ya woga bali ya nguvu. Waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timotheo, ile sura ya 1 aya ya 7. Ndugu zangu, kwa hiyo tunapaswa tujue kwamba unapolipata hilo paji la nguvu, Mungu anakuongoza wewe uweze kuenenda kadiri inavyotakiwa na sio kwa kusitasita. Mungu hajatupa roho ya woga, ila huyo Mungu ametupa sisi roho ya nguvu, tuweze kutenda kadiri ya mapenzi yake na sio kadiri ya mapenzi ya watu wengine, na sio kadiri ya mapenzi yetu sisi wenyewe. Hilo paji la nguvu lina kazi mbalimbali kwa kweli kwa yule Mkristo ambaye ameweza kulipokea. Kwanza kabisa, linatusaidia tuweze kuushinda woga. Na sio woga peke yake,
udhaifu, na sio udhaifu ni kwa namna pekee kabisa ile paji la akili linatusaidia tuweze kuyashinda mashaka. Ndugu zangu, kuna muda kwa kweli tunatumwa au tunapaswa kwenda kuifanya kazi fulani ya Mungu, lakini tunashikwa na ile hali ya mashaka kwamba je, hawa watu watanipokeaje? Hawa watu watanisikiaje? Hapana. Wewe kama Mkristo mbatizwa ambaye unatumwa kuwa nabii, kuwa kuhani, kuwa mfalme, unapaswa kuwa na hilo paji la nguvu na kuondokana na hayo mashaka na kuifanya hiyo kazi ambayo amekutuma Mungu mwenyewe. Ni dhahiri kwamba utaweza kuifanya hiyo kazi vizuri, kwa sababu sio wewe ambaye unaifanya hiyo kazi, lakini ni Mungu mwenyewe ambaye amekutuma uweze kuifanya hiyo kazi. Kazi nyingine ya hilo paji la nguvu, mpendwa mfuatiliaji wa kipindi chetu, ni paji ambalo linamwezesha mtu kuvumilia mateso kwa ajili ya imani yake. Tunasoma katika maandiko mbalimbali, lakini katika masimulizi mbalimbali ambapo tunaona Wakristo wa mwanzo walipokuwa wanapitia mateso mbalimbali, na kwa kupitia hilo paji waliweza kuvumilia hayo mateso, na ndio maana unaona sasa Ukristo umeweza kuwa umesambaa katika maeneo mbalimbali, lakini pia hiyo dini ya Kikristo imeonekana kama dini ambayo yenye nguvu kubwa, na hiyo ni kwa sababu hilo paji la nguvu ambalo walilipata hao ndugu zetu wa mwanzo liliweza kuwasaidia kusimama imara na kuhakikisha kwamba wanasimama katika huo msimamo, kuonyesha kwamba hiyo dini yao ndiyo dini sahihi na ndiyo dini ya kufuata. Sio tu kumwezesha mtu kuvumilia mateso kwa ajili ya imani, lakini hilo paji ndilo linawasaidia na litaendelea kuwasaidia watakatifu waliokufa na watakaokufa dini. Kwa kitendo cha kufa kifo dini na kuonekana kwamba hilo paji ndilo lilokusaidia basi kuweza kufa hicho kifo dini, tunaona ni dhahiri kwamba litaendelea kutusaidia sisi kuonekana katika ule msimamo kwamba tunataka kazi ya Mungu iendelee. Lakini pia katika ule waraka kwa Filipi ambao ameandika Mtume Paulo, ile sura ya 4 aya 13, tunaona kwamba na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Mtume Paulo anataka kutuambia nini hapa, au anataka kusema nini kwa Wafilipi? Tunaona ni dhahiri kwamba hilo paji la nguvu kwa kweli linatoa nguvu, na katika kutoa nguvu huko linatusaidia tuweze kufanya mema hata kama ni magumu. Ndugu zangu, kuna mema ambayo yanafanyika kwa watu mbalimbali, lakini kuna mema mengine ambayo kwa kweli ni magumu kuyafanya, lakini basi ukiwa na hilo paji haliwi tena jema gumu kulifanya. Kwa mfano, unatakiwa kujitolea kufanya kitu ambacho kwa kweli kimsingi kinazidi hata uwezo wako. Kwa kupata hilo paji la nguvu unaweza kulifanya hilo jema ijapokuwa lina ugumu ndani yake. Lakini pia Mtakatifu Sipriano wa Karthago anasema nguvu ya Roho Mtakatifu humpa shahidi ushindi katika udhaifu wa mwili. Ndugu zangu, tunakumbana na magumu mengi, tunakutana na changamoto nyingi, lakini kwa kuwa na hili paji la Roho Mtakatifu, paji la nguvu, wewe litakufanya uwe shahidi katika udhaifu wa mwili wako. Kuna muda ambapo unaona kwamba kuna mambo ambayo unayashinda, lakini sio kwamba umeweza kulishinda hilo jambo kwa nguvu zako mwenyewe. Ni kwa sababu hilo paji la Roho Mtakatifu, paji la nguvu, linafanya kazi ndani yako. Wapendwa wafuatiliaji wa kipindi chetu, tumeweza kuyaona hayo mapaji manne. Basi kufikia hapo walau tutamaliza, na kwa vipindi vitakavyokujia tutaweza kumalizia mapaji yaliyobaki, na pia tutaweza kuona hitimisho la hayo mapaji yaliyobaki na hayo mapaji ambayo yametangulia kuonwa. Nipende kukushukuru sana na nipende kukualika uendelee kufuatilia hiki kipindi chetu ambacho kinakujia moja kwa moja kwa siku za Jumatano. Basi kwa kusema hayo, naomba tuweze kufunga kwa sala. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunaukimbilia ulinzi wako, mzazi mtakatifu wa Mungu. Usitunyime tukiomba katika shida zetu, utuopoe siku zote kila tuingiapo hatarini. Ewe Bikira mtukufu na mwenye baraka. Amina. Moyo mtakatifu wa Yesu, utuhurumie. Moyo safi wa Mama Bikira Maria, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.